Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amejibu kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano na Ukraine, ambapo Vladimir Putin amesema anakubaliana na wazo la usitishaji mapigano lililotolewa na Marekani, lakini kuna vitu vya kuzingatia, amesema katika mazungumzo yake na waandishi wa habari kule Urusi. Kwenye hotuba yake, Putin ametoa shukrani kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa kuzingatia swala la vita ya Ukraine. Anasema tunawashukuru wote kwa hili, kwani juhudi hizi zinalenga kufikia dhamira adhimu ya kukomesha mapigano na hasara za kibinadamu. Kwanza, pili, tunakubaliana na pendekezo la kusitisha mapigano, lakini tunaamini kwamba usitishaji huu lazima ulete amani ya muda mrefu na kuondoa sababu za awali za mgogoro huu. Wakati huo amesema kwamba uamuzi wa Ukraine wa kukubali kusitisha mapigano ulifanywa chini ya shinikizo kutoka Marekani. Anasema nina hakika kabisa kwamba upande wa Ukraine ulipaswa kuomba hili kutoka kwa Marekani kwa njia ya kusisitiza zaidi kutokana na hali iliyopo kama nilivyosema. Putin ameonyesha wasiwasi wake juu ya kile kitakachotokea katika eneo la Kursk wakati wa usitishaji mapigano, akisema kwamba Urusi inadhibiti kikamilifu hali katika eneo hilo. Ameitaja operesheni ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Kursk kama kitendo cha kigaidi na kusema kuwa wanajeshi wa Ukraine watakabiliwa na vipigo vya hali ya juu. Anasema kikundi kilichovamia eneo letu kimetengwa kabisa na udhibiti kamili wa moto. Amri ya Ukraine ndani ya eneo hili la uvamizi imepotea. Awali, wiki moja au mbili zilizopita, askari wa Ukraine walijaribu kuondoka kwa vikundi vidogo, lakini sasa hilo haliwezekani tena wao kuondoka katika eneo hilo. Anaamini kwamba vikosi vya Ukraine vinaweza tu kuondoka katika eneo la Kursk kwa njia mbili: kwanza, kwa kujisalimisha au kufa. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imezungumzwa na yeye, na anasema ni kwa nini Ukraine inapaswa kukubaliana kusitisha mapigano. Anasema tukiacha kupigana kwa siku 30, hiyo inamaanisha nini? Kwamba kila mtu aliyepo ataondoka bila kupigana? Je, tutawaachia nje baada ya kufanya uhalifu mwingi dhidi ya raia? Au uongozi wa Ukraine utawaamuru waweke silaha zao chini au kujisalimisha tu? Hiyo itafanyaje kazi? Haijulikani, amezungumza Putin. Jambo la kufurahisha ni kwamba rais wa Urusi pia ana wasiwasi kuhusu ni nani atakayedhibiti usitishaji wa vita katika mstari wa mbele nchini Ukraine. Ana uhakika kwamba Urusi kwa sasa inasonga mbele katika safu nzima ya maeneo ya mapigano. Putin anahofia kwamba huenda Ukraine ikatumia usitishaji vita huo kwa siku 30 kuimarisha jeshi lake kwa kutumia wafanyakazi pamoja na vifaa vipya. Anasema, je, siku hizi 30 zitatumikaje? Je, zitatumika kusambaza silaha, kutoa mafunzo kwa vitengo vipi ambavyo vimeendelea kupewa mafunzo? Je, masuala ya udhibiti na uthibitishaji yatatatuliwa vipi? Tutahakikishiwa vipi kwamba haya yatatokea? Zaidi ya hayo, Putin tayari ameibua wasiwasi kuhusu nani atawajibika kwa ukiukwaji wowote wa usitishaji mapigano. Hana uhakika ni nani atatoa maagizo ya kuacha mapigano katika eneo hilo. Nikimnukuu, Putin anasema, nani atatoa amri za kusitisha mapigano na ni thamani gani ya maagizo haya? Unaweza kufikiria ni karibu kilomita 9,000. Nani ataamua wapi na ni nani aliyekiuka makubaliano ya uwezekano wa kusitisha mapigano zaidi ya kilomita 2,000? Na kisha ni nani atatoa lawama kwa kuvunja makubaliano haya? Haya yote ni maswali ambayo yanahitaji kuzingatiwa kwa makini kutoka kwa pande zote mbili. Hata hivyo, sisi wenyewe tunaunga mkono haja ya kujadili. Hiki ndicho ambacho kinazungumza na bwana Vladimir Putin. Mazungumzo yamefanyika hivi karibuni nchini Saudi Arabia, ambapo wajumbe wa Ukraine na Marekani walifikia makubaliano kadhaa. Hasa Washington ilipendekeza kusitisha mapigano kwa siku 30 kwenye mstari wa mbele. Kiev kwa upande wake iliunga mkono mapendekezo haya. Leo ujumbe wa Marekani uliwasili nchini Urusi ili kujadili usitishaji wa vita. Hata hivyo, msaidizi wa sera za kigeni wa Putin Yuri Ushakov amesema kwamba Urusi haipendezwi na usitishaji mapigano kwa muda nchini Ukraine, lakini kulingana na Andrei Kovalenko, mkuu wa kitengo cha kukabiliana na taarifa feki, amesema uamuzi wa mwisho ni wa Vladimir Putin. Hapo awali vyombo vya habari viliandika kwamba rais wa Marekani Donald Trump anataka kuhakikisha kuwa Ukraine itakubali kusitisha haraka mapigano na Urusi. Mkataba huo si sharti la kusaini mkataba wa madini. Hiki ndicho ambacho kimeendelea huko. Wakati huo Zelensky alipendekeza kuanzisha usitishaji vita baharini pamoja na angani. Kwa mujibu wa yeye, hizi zinaweza kuwa hatua za kwanza za kumaliza vita.
Kwa hiyo kwa wale ambao nimeona wameripoti kwamba rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ameunga mkono kusitisha mapigano kwa siku 30 au amekubaliana na mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30, si kweli. La, bali rais wa Urusi bwana Vladimir Putin alichowauliza maswali, amesema anahitaji maswali hayo yajibiwe maswali ya msingi, kwamba ndio tunafahamu si Ukraine ambao ndio waliomba kusitishwa mapigano, bali Ukraine wamelazimishwa na Marekani kusitisha mapigano kwa sababu Marekani ilitoa vitisho pamoja na kuzuia baadhi ya misaada. Kwa hiyo Ukraine wamefanya kukubali kusitisha mapigano kwa shinikizo ambalo limetolewa na Marekani, lakini sio maamuzi yao wao wenyewe. Na ndio maana amesema, je, ikitokea wamekiuka kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30, nani atakayewajibika? Na vipi wale ambao wapo katika lile eneo la Kursk watafanywa nini? Ni maswali ya msingi sana ambayo yameulizwa na bwana Vladimir Putin, na anasema kama watakuja na majibu ya maswali haya ambayo ameyauliza, basi atakuwa na maamuzi mengine na kutoa tamko jingine la aidha wanasitisha mapigano au wataendelea na operation yao mpaka pale watakapofikia makubaliano ya muda mrefu ya kumaliza mgogoro kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Kwa hiyo kama ambavyo nilizungumza jana, nikasema rais wa Urusi Vladimir Putin simuoni kama kiongozi ambaye anaweza kukubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30, bali ninamuona ni mtu ambaye anaweza akakataa. Ameuliza maswali mengine mazuri sana ambao pia kwenye group letu lile la Team Russia niliona watu wanajiuliza kwamba kama bwana Vladimir Putin atakubali kusitisha mapigano, maana yake atatoa mwanya kwa Ukraine kuweza kujizatiti vizuri zaidi, ikiwemo kupeleka silaha pamoja na mambo mengine. Lakini tunaona bwana Vladimir Putin kwenye hilo eneo amefanikiwa kwa kiasi kikubwa zaidi, kwamba anahitaji yajibiwe maswali ya msingi ndipo aweze kutoa tamko rasmi la Urusi kuhusu makubaliano hayo. Sasa muda mfupi baada ya Urusi kutoa majibu hayo, tumeona taarifa ambayo imetolewa na rais wa Marekani Donald Trump juu ya matamshi ya kusitisha vita na mazungumzo na bwana Vladimir Putin. Anasema tunataka kuona usitishaji mapigano kutoka kwa Urusi, na unajua hatukufanya kazi katika giza. Tumejadiliana na Ukraine maeneo ambayo yatahifadhiwa na kupotea pamoja na vipengele vingine vyote vya makubaliano ya mwisho. Pia kuna mmea wa nguvu ambao unahusika na mkubwa sana, huenda akimaanisha kiwanda cha nguvu za nyuklia cha pale Zaporizhzhia. Nani anapata mtambo wa kuzalisha umeme? Nani anapata nini? Ni mchakato mgumu, lakini hatua ya kwanza ni kusitisha mapigano. Bado masuala mengi ya watu binafsi tayari yanajadiliwa. Tumezungumza kuhusu dhana za kimaeneo kwa sababu hakuna maana katika mazungumzo ya kusitisha mapigano ikiwa hayatakuwa na maana yoyote. Ndio maana tunasema hapa ndio tunaweza kupata na hapa ndio tunaweza tusifanikiwe kupata. Trump anaendelea kusema swala la NATO na wanachama limejadiliwa na kila mtu anajibu hilo. Kusema kweli, jibu hilo limekuwa wazi kwa miaka 40. Kwa hiyo kwa kweli maelezo mengi ya mpango wa mwisho tayari yamezungumzwa. Sasa tutaona kama Urusi iko tayari, na kama sivyo itakuwa ni jambo la kusikitisha sana, na litakuwa ni jambo ambalo litausikitisha ulimwengu mzima. Kauli hii imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump mara baada ya matamshi ya bwana Vladimir Putin. And of course hapa I salute Vladimir Putin. Hiki ambacho amekifanya, maswali ambayo wamewauliza wa Marekani na wa Ukraine na Ulaya kwa ujumla wake, haya ndio maswali ya msingi ya kujiuliza wanaume. Sio wanaume kujiuliza tu na kusherekea kwamba tumesitisha mapigano kwa siku 30. Tumesitisha mapigano ili iwe nini? Nini kilisababisha yatokee mapigano? Kwa nini tunasitisha kwa siku 30? Nani anayenufaika na usitishwaji wa mapigano hayo? Vipi wale wanajeshi ambao wameshikiliwa? Vipi maeneo ambayo hadi hivi sasa yameshikiliwa? Vipi maeneo ambayo bado wanaendelea kupigana? Je, ni nani ambaye atakuwa na jukumu ikitokea usitishwaji wa mapigano ambao umetangazwa halafu ikaonekana kuna mmoja amekiuka masharti hayo? Nani ambaye atawajibika? Ni yupi anayesimama katikati kwa ajili ya kusimamia swala la usitishaji wa mapigano? Usitishaji wa mapigano huu unasitishwa katika muktadha gani? Ni nani ambaye anasitisha? Ni Marekani, ni Ukraine, ni Urusi au ni nani? Ni maswali ya kiume kabisa ambayo nimependa sana kutoka kwa bwana Vladimir Putin. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.